Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube. Kwanza kabisa niwashukuru sana waandaaji wa maonyesho haya ya 88 mwaka 2026. Ni kweli yameandaliwa kwa kiwango cha juu sana. Mimi kwa majina naitwa Nicholas Wambuya, ni mkurugenzi wa sera na mipango ya Wizara ya Viwanda na Biashara. Nimemwakilisha Mheshimiwa Waziri Judith Kapinga ambaye amekuwepo hapa, lakini pia mbalimbali kwa wengine wa serikali waniomba nikuwakilisha. Kwa kifupi tu nimetembelea mabanda matatu ndani ya kijiji cha ushirika. Nimeridhishwa na maandalizi, lakini pia nimeridhishwa na mipango yao. Vyama vya ushirika ni sehemu muhimu sana katika mfumo wa uchumi wa nchi, kwa sababu ndio wengi wa chini kupitia wakulima na wafugaji kufanya shughuli zao, lakini pia wanaohusika wa masoko bidhaa au mazao wanayozalisha, lakini pia inawasaidia pia hata kwenye swala zima la mitaji na masoko ya uhakika. Nimeongea pia na shirikisho la vyama vya ushirika kutoka mkoa wa Mara. Wamenifurahisha sana kwa wanalima kiasi kikubwa zao la kahawa, lakini pia pamba, na wamenithibitishia kwamba wao ndio wanazalisha kahawa bora hapa nchini. Mimi nimewapa changamoto jitahidi sana wahakikishe ule mfumo wa vyama vya ushirika wa zamani ambao wakulima wa mazao makubwa ya biashara ikiwemo pamba, kahawa ilikuwa inawanufaisha pia watoto na wajukuu na watu wamesomeshwa nchini kutokana na wazazi wao kuwa sehemu ya vyama vya ushirika ambavyo vilikuwepo zamani. Lakini pia nimetembelea banda la vyama vya ushirika vya mkoa wa Mbeya, ambapo nimefurahishwa pia na kuona kwamba wanazalisha kokoa. Kokoa inayozalishwa Mbeya ni kokoa nzuri, na natamani sana namna ambavyo wana process. Shauri tu kwamba wahakikishe kokoa hiyo basi inaweka nembo ya Tanzania ili idhihirishe kwamba kweli ni kokoa kutoka Tanzania, na watengeneze mkakati wa masoko kuhakikisha sasa inauzwa ndani kwa kiasi kikubwa, lakini pia nje, ili kuendelea kukuza uchumi wa nchi yetu. Kwa kifupi ni hayo. Kwa majina naitwa Lea Omari Mwakapala, ni mwenyekiti wa chama chetu. Tunatokea wilaya ya Kyela, mkoa wa Mbeya. Sisi tunahusika na zao la kakao na mazao mengine baadhi tunafanya kwa uchache, lakini zao kuu ni kakao. Mimi pia ni mkulima wa zao la kakao. Kwetu sisi zao la kakao ni kama dhahabu, kama ambapo kwa wenzetu kuna madini huko wanachimba, sisi kwetu ni dhahabu. Kwa hiyo inatusaidia na imebadili maisha ya wakulima kule kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine wakati huo, lakini inatusaidia, tunasomesha watoto, tunaweza kujikimu maisha yetu. Ni zao ambalo mshasubia kwenye mazao mengine, sisi kwetu ni zao kubwa ambalo Tanzania kuna mwaka tumefika 32 kilo moja kwa kuuza. Kwa hiyo kwa kipindi hiki kidogo kwa kama safari tunauza kwa 13 kilo moja. Kwa ni zao ambalo kwetu sisi ni zao kubwa sana na ndio uchumi wa wilaya yetu ya Kyela hata kwa halmashauri. Kuhusiana na uwekezaji kule tuna mashamba, mtu analima na kama tunafanya process zaidi, lakini tuna mpango kufanya zao liwe kubwa zaidi. Tunataka kujenga kiwanda cha kakao kwa ajili ya kupata mazao mengine yanayotokana na zao la kakao. Chama chetu cha KECU na kwa vyama vya ushirika, chama cha KECU ndio kinachotafuta masoko kwa ajili ya zao, kwa ajili ya wakulima wote, na tunauza kwa mfumo wa ushirika. Kwa hivyo KECU ndio inatafuta masoko, japo masoko yetu sisi hayako nje kwa kuwa ghafi tunayoiuza, hayako ndani kwa kuwa ghafi tunayoiuza, yako nje. Kuna makampuni ambayo yanakuja tunauza kwenye minada, yanabidi kwenye bei kubwa ndio tunamuuzia, lakini wanasafirisha kutoka Tanzania kupeleka nchi mbalimbali ambazo wanaenda kuprocess kupata mazao mengine. Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube.